afisa wa ngazi ya juu wa Hezbollah Ali Amar amesema kundi hilo halitaki vita na Israel, lakini liko tayari kupigana ikiwa vita vitaanzishwa. Matamshi hayo yameyatoa leo kusini mwa Beirut, karibu na eneo ambako Israel imefanya mashambulizi ya anga na kuwaua takriban watu 4 na kuwajeruhi wengine wapatao 7. Grace Kabogo na taarifa kamili kuhusu yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza leo Jumanne, Amar amesema kundi la Hezbollah limekuwa na uvumilivu wa hali ya juu, lakini ameonya kuwa uvumilivu huo una mipaka yake. Hatutaki vita na Israel. Ngoja tuwe wazi. Hezbollah haitaki vita, lakini wakati huo huo kama vita vitaanzishwa juu yetu, Hezbollah iko katika tahadhari ya juu kuzuia uchokozi wowote ule. Jeshi la Israel IDF limethibitisha kumuua Hassan Ali Mahmoud Budair, afisa wa Hezbollah na kamanda wa kikosi maalumu cha Iran cha Quds, katika shambulizi la usiku kwenye viunga vya mji wa Beirut katika eneo la Dahia. IDF imesema katika taarifa yake kwamba shambulizi la sasa lilimlenga kamanda wa Hezbollah ambaye amekuwa akilisaidia kundi la Kipalestina la Hamas katika ukanda wa Gaza dhidi ya mashambulizi ya Israel. Kulingana na jeshi la Israel, shambulizi hilo limefanyika kwa maelekezo ya shirika la ujasusi la Israel Shin Bet. Aidha, shambulizi hilo limefanyika bila kuwepo tahadhari. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amelaani vikali shambulizi hilo la anga na amewatolea wito wa shirika wa Lebanon kuunga mkono haki ya utawala kamili wa nchi yake. Aoun amesema ukiukaji wote wa uhuru lazima uzuiwe. Naye waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amelitaja shambulizi hilo kama ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano ya Novemba 25 yaliyomaliza mapigano ya zaidi ya mwaka mmoja kati ya Israel na Hezbollah. Baadhi ya wabunge wamesema serikali inapaswa kuhakikisha usalama wa Lebanon. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametengua uteuzi wa mkuu mpya wa ujasusi wa nchi hiyo muda mfupi baada ya kumteua. Netanyahu amemshukuru Eli Sharvit, kamanda wa zamani wa jeshi la wanamaji, kwa nia yake ya kuchukua majukumu hayo wakati wa mkutano wao. Ofisi ya Netanyahu imesema leo kuwa kiongozi huyo alimwarifu Sharvit baada ya kutafakari kwa kina kwamba anataka kuwaangalia pia wagombea wengine. Hata hivyo, hakuna sababu zozote zilizotolewa kuhusu utenguzi huo. Jana Jumatatu, ofisi ya Netanyahu ilitangaza kuwa Sharvit atachukua nafasi ya Ronen Bar kuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Israel. Ama kwa upande mwingine, wizara ya afya inayoongozwa na Hamas huko Gaza imesema kuwa watu 1042 wameuawa katika eneo la Palestina tangu Israel ilipoanzisha tena mashambulizi makubwa ya anga Machi 18. Na asante Grace Kabogo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wiki hii kwamba hakuwa anafanya masihara alipotamka kuwa anataka kuwania muhula wa 3 madarakani, lakini hakufafanua ni kwa namna gani angeliweza kuikiuka katiba ya Marekani inayozuia mtu yeyote kuwania zaidi ya mihula 2 madarakani. Amina Abubakar anaangalia vikwazo vya kisheria ambavyo Trump anakabiliwa navyo katika safari yake ya kuwania muhula mwingine madarakani. Kipengele cha 22 cha katiba ya Marekani kinasema hakuna mtu atakayechaguliwa kushika nafasi ya rais kwa zaidi ya mihula 2. Marekebisho katika katiba hiyo yalifanyika mwaka 1951 baada ya Rais Franklin D. Roosevelt kujiongeza mihula mingine 2 madarakani. Roosevelt aliyetokea chama cha Democrats, aliyekuwa rais wakati wa vita vya pili vya dunia, alihudumu kwa muhula wa 3 na kuaga dunia miezi kadhaa baada ya kuingia muhula wake wa 4 kama rais wa Marekani mwaka 1945. Wayne Unga, profesa wa kisheria katika chuo kikuu cha Quinnipiac, alisema katiba ilikuwa wazi kabisa kwamba marais wanatakiwa kuhudumu kwa mihula 2 ya miaka 4. Amesema anachokifanya Trump hakijawahi kushindaniwa mahakamani, lakini bila shaka jaribio lake haliwezi kufua dafu. Amesema anakadiria kuwa mahakama ya juu haitoruhusu hilo kutokea. Swali hapa linaloulizwa ni je, washirika wa Trump wanaweza kubadilisha katiba? Jibu ni ndio, lakini haiwezekani wakati huu kunakoshuhudiwa migawanyiko ya kisiasa kati ya vyama vya Democrats na Republican. Mabadiliko yoyote ya katiba yatahitaji thuluthi 2 kuungwa mkono katika mabunge yote mawili au kongamano kuitishwa na thuluthi 2 ya majimbo na baadaye kuridhiwa na wabunge wa majimbo 38 kati ya 50. Chama cha Republican kinashikilia wingi wa kura katika mabunge yote mawili nchini Marekani na inadhibiti majimbo
majimbo 28. Andy Ogles, Republican na mwakilishi katika jimbo la Tennessee na mfuasi mkubwa wa Rais Donald Trump, mwezi Januari alipendekeza kanuni ya 22 katika katiba ya Marekani ifanyiwe marekebisho ili kuruhusu watu kushika nafasi ya urais kwa mihula mitatu isiyofuatana. Muhula wa kwanza wa Trump ulianza mwaka 2017 na mwingine ukafuatiwa mwaka huu 2025, na hiyo haikuwa mihula ya kufuatana. Kwa hiyo marekebisho hayo yakiridhiwa, basi Trump anaweza kushika tena nafasi ya urais mwaka 2029. Swali jingine linaloulizwa ni je, Trump anaweza kuhudumu kama makamu wa rais wa Marekani? Katika mahojiano na shirika la habari la NBC, Trump alisema jambo jingine linaloweza kufanyika ni makamu wake wa rais JD Vance kuwania urais mwaka 2028 kisha amteue mwenyewe Trump kuwa makamu wake. Baadaye Vance atajiuzulu kama rais, hali inayompa Trump tikiti ya moja kwa moja kuwa rais wa Marekani. Lakini Trump hata hivyo haruhusiwi kuwania nafasi ya kuwa makamu wa rais kwa sababu katiba haimruhusu kuwa rais. Inasema kwamba mtu asiyekubalika kushika nafasi ya rais hawezi kushika nafasi ya kuwa makamu wa rais. Wakati mwafaka wa kuyasikia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na Selina Mdemu yuko tayari kabisa kupitisha huko. Selina, mchana ulikuwa nami hapa studioni, lakini mara hii umenitoroka hapa. Haya, nipo lakini upande wa pili wa studio. Ndio Bruce, leo kwenye mitandao ya kijamii naanza na nchini Kenya ambapo nina hashtag hapa inasema betting. Nimeandaa leo mambo ya michezo tangu mchana. Lakini ndivyo hivyo. Kwa hiyo kwenye mitandao leo huko nchini Kenya, Eldoret, kuna kijana mmoja ambaye yeye amejikuta akidumbukia kwenye dimbwi la msongo wa mawazo kufuatia kupoteza shilingi milioni 2.8 za Kenya. Hizo ni kama euro 25 hivi. Hatari. Kwa hiyo zimepoteaje? Ndio hayo mambo ya betting, yani kamari. Kwa sababu kijana huyo anayefahamika kwa jina la Dismas Mutai alichukua pesa hizo ambazo alipewa na wazazi wake kwa ajili ya kulipa karo ya shule, akaenda kuidumbukiza kwenye kamari ili iweze kuzaa, lakini kwa bahati mbaya pesa haikumzalishia faida. Ameliwa, wanasema hivyo wenyewe. Kwa hiyo amejikuta akiingia kwenye msongo wa mawazo na ameweza kueleza hisia zake kwenye mitandao ya kijamii kuwa tumia pesa yake ya ada milioni 2.8 ya Kenya kwenye kamari na hakuna alichopata. Kwa hiyo yuko njia panda, hajui awaambie nini wazazi wake na hajui afanye nini kwenye hatima yake ya masomo. Shilingi milioni 2.8 ada ya shule. Na wanafunzi shule yake ni kama ya kimataifa. Na kuna baadhi ya wanafunzi wanakuwa na mchezo huo kwa sababu wakivuna wanaona inawezekana. Baadhi ya wanafunzi ya vyuo na shule wana michezo hiyo. Kwa hiyo maoni anaitwa Jen Chepkai anasema unafuja pesa alafu mambo yakikuharibikia unakimbia kijijini kwenu. Acha watu tukuone ndio tujifunze. Lakini Babu Gerada anasema watu wanafikiri wanaweza kupata pesa za haraka, matokeo yake wanapoteza hata kidogo walichonacho. Hii michezo ya kishetani anaita hivyo yeye. Serikali inapaswa iifute, la sivyo vijana wataendelea kuwa mafukara na kufa kwa msongo wa mawazo. Ni kweli tumeona hata watu wakijitoa uhai kwa kweli kwa wanapopoteza. Lakini kingine Bruce, yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, hii ni hashtag lakini inaipeleka huko nchini Tanzania, inasema payment by USD, yani malipo kwa dola. Yani ni hela tu. Sasa hivi wewe ni hela tu. Kuna nini kikubwa huko ni kwamba sasa hivi kumekuwa na mtindo ambao umelalamikiwa na umezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii wa kufanya malipo kwa pesa ya kigeni, na kwa nchini Tanzania hilo ndio limekuwa gumzo. Na limekuja baada ya Madaraka Nyerere ambaye yeye ni mtoto wa hayati baba wa taifa hilo Julius Kambarage Nyerere, kwa kuandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, akisema anashangazwa kuona analipishwa dola 217 ambazo ni sawa na shilingi 589,155 kwa ajili tu ya tiketi ya ndege na safari ni ya nchini. Wanasemaje maoni? Nisome tu ya mtu mmoja kutokana na muda. Anaitwa Sara Kabila, anasema kuna hao wa kampuni za ndege alafu kuna madalali wa Instagram ambao nyumba viwanja vikiwa maeneo tajika kama wilaya ya Kinondoni, Ilala au Temeke, na wao wanaviuza kwa dola. Usicheke Bruce. Naomba tuyasome tena.